Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa sasa kuhusiana na Ali Shaban Kamwe kuweza kufungiwa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans kwa miaka miwili. Shirikisho baada ya kumkuta na hatia wakaweza kutangaza kwamba hatakuwa sehemu ya kikosi cha Young Africans kama msemaji wa klabu hiyo. Sasa Young Africans inaelezwa kwamba mara baada ya kupokea taarifa hiyo wakaifanyia kazi na hatimaye wamekwenda kumtambulisha msemaji mpya ndani ya kikosi chao, ambapo klabu ya soka ya Young Africans imeweza kumtangaza nani huyo. Utakwenda kujua hapa kwa nini na sababu zipi ambazo zimepelekea wao kuweza kumtangaza mtu huyo kuwa msemaji mpya wa kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Karibu katika chaneli yako ya Wina Media, na ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa ndio unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajua kwamba taarifa ni nyingi ambazo zitakuwa zimekupita. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu alama ya kengele iliyoko hapo, kisha ukabonyeza neno jekundu liloandikwa no subscribe. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa sasa kwenye vyombo vya habari na kwenye kikosi cha Young Africans. Bwana, kuelekea dabi ya Kariakoo yakiwa yamebakia masaa kadhaa, hatimaye klabu ya soka ya Young Africans wamekubaliana juu ya yale ambayo yameendelea kuhusiana na hili ambalo linalotajwa kwa sasa kuhusu Ali Shaban Kamwe, kwa kile kilichoweza kutokea. Unafahamu ya kwamba Ali Kamwe kuna kosa ambalo aliweza kulifanya kwa mujibu wa kamati ya maadili. Wenyewe wanasema ya kwamba kosa ni kauli yake ya kuonekana kama ni uchochezi kwa waamuzi. Hivyo basi akaweza kukutwa na adhabu hiyo, ambapo inaelezwa kwamba adhabu imekuwa kubwa kuliko kosa ambalo aliloweza kulifanya. Hivyo basi kamati wenyewe walivyojiridhisha wakaona ya kwamba mfululizo wa makosa ambayo amekuwa akiendelea kuyafanya bwana Ali Kamwe, hivyo basi wakamtia hatiani na kuweza kumfungia hiyo miaka miwili. Si mara ya kwanza kwa wasemaji wa Young Africans kuweza kufungiwa. Kuna watu kama kina Jelly Muro waliwahi kufungiwa kwa nyuma. Haji Manara tu huyu ambaye Ali Kamwe amepokea kijiti kutoka kwa Manara alikuwa amefungiwa miaka miwili, na sasa inavyoelezwa kwamba taarifa ambazo zipo kwa sasa kwenye kikosi cha Young Africans kuelekea dabi ya Kariakoo, mtu ambaye anakwenda kuchukua nafasi ya Ali Kamwe tayari ameweza kupatikana, na si mwingine bali ni Haji Sunday Manara, ambapo inaelezwa anarudi tena kwa mara nyingine tena ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Kuondolewa kwa Manara kwenye kikosi cha Yanga kulikuja mara baada ya yeye kufungiwa miaka miwili kwa kosa lake alipoweza kutofautiana na rais wa shirikisho la soka la Tanzania TFF bwana Wallace Karia, ambapo uliweza kushuhudia kule mkoani Tanga katika zile fainali Yanga zidi ya Coastal Union, ambapo kila mmoja aliweza kushuhudia majibizano yaliyokuwa kiendelea. Hatimaye TFF nayo ikamtia hatiani na kumfungia miaka miwili na faini shilingi milioni 20, baadaye ikapunguzwa ikafikia milioni 10, lakini kifungo cha miaka miwili kikaendelea kubakia pale pale. Sasa Manara baada ya kufungiwa Ali Kamwe akatua Young Africans na kutangazwa kama msemaji wa kikosi hicho. Aliporudi Manara mambo yakawa tofauti, kukawa kuna wasemaji wawili, lakini baadaye rais wa klabu ya Young Africans Engineer Hersi alikuja akaweka wazi kwamba Manara kwa sasa ndani ya kikosi cha Young Africans sio mfanyakazi wala sio mshika mafaili. Hapana, yeye ni mwanachama tu kama wanachama wengine. Nafasi ya msemaji wa klabu ya Young Africans inabaki
kwa Ally Kamwe. Ally Kamwe amehudumu kwa hiyo miaka miwili mpaka sasa, lakini kazi yake ndio imemkuta na Manara anarudi kuchukua kijiti chake kama ilivyokuwa kawaida. Manara anatua katika dabi ya Kariakoo, ukiweza kushuhudia mambo yakiwa hivyo, namna ambavyo pengine tunashuhudia ni kwenye game ngumu kweli kweli zidi ya waajiri wake wa zamani. Hapa nazungumzia Simba Sport Club. Kwa hiyo kila mmoja amekuwa akiweza kutamani kuweza kuona Manara akirudi katika ile nafasi yake. Vipi mapokeo ndo kitu ambacho kinachosubiriwa. Je, tutaweza kushuhudia ile mashabiki wataipokeaje kwa Manara kutangazwa kurudi kwenye kikosi cha Young Africans mara baada ya kuweza kujiweka ama kuwekwa kando. Lakini ukiachana na hayo, pia kuna taarifa nyingine unaambiwa, ukifuatilia mijadala mingi sana kuelekea dabi ya Kariakoo, wengi wanaipa nafasi kubwa Simba ya kufanya vizuri kuelekea kwenye mchezo huo, na nilipojaribu kuhoji kuhusu sababu, waliniambia kuwa Simba yupo vizuri sana. Nitakuwa mtu wa mwisho kuamini Yanga anaenda kupoteza mchezo wa dabi kwa sababu zifuatazo, na sababu kama 4. Moja, Yanga ndio timu ambayo ina safu nzuri ama bora ya ushambuliaji. Ile front 3 yao kule mbele ya Dube, Pacome na Mzinzi ni safu bora kuliko safu yoyote kwenye ligi kuu. Fact ni kwamba ndo safu yenye magoli mengi kwa ujumla. Sababu ya pili, Yanga ndo timu yenye viungo wengi hatari wanaocheza eneo la kiungo, sio zidi ya Simba tu, ni ligi kiujumla. Azizi, Aucho, Mudathiri au Duke na wengine wengi bado wanafanya vizuri, lakini pia Yanga ndio timu ambayo inaongoza kwa kutengeneza nafasi nyingi mno wakiwa uwanjani. Tatu, ukiangalia rekodi za hivi karibuni, Yanga wamekuwa wanafanya vizuri sana kwenye dabi kuliko Simba. Hivyo bado kwenye dabi ya Jumamosi, Yanga anaingia kama timu ya kwanza zidi ya Simba. 4, hata ukiangalia hiyo current performance, bado Yanga anafanya vizuri na kikosi alichokuwa nacho kina huo uwezo wa kupambania ubingwa na kikashinda. Nikukumbushe, Simba anaweza kushinda hiyo mechi, ila kwangu mimi Yanga ndio timu ya kwanza kuelekea mchezo huo kutokana na kile kinachozungumzwa kwa wakati huu, ambapo kila mmoja amekuwa akiweza kuzungumzia kuhusiana na ubora wa dabi ya Kariakoo. Unaona bana, lakini kila mmoja akiwa anajiuliza kile kinachokwenda kutokea. Unamwambia mambo yanazidi kuwa matamu kweli kweli katika dabi ya Kariakoo, ambapo unaambiwa beki wa Yanga Atola Yao Kwasi amejiunga na timu baada ya kuwa nje ya uwanja kwa muda mrefu akiuguza majeraha. Unaambiwa Yao ameanza mazoezi naye huko. Kwa hiyo kikosi kinazidi kukamilika, ambapo kuelekea hiyo tarehe 8 ambapo imebakia masaa kadhaa, kila mmoja kwenda kujua hatima ya alama 3 zitakwenda kwa nani. Zitakwenda kwa Young Africans ama zitakwenda kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba. Tusubiri kuweza kuona mchezo mzima utakuwaje. Ile taarifa zote kuhusiana na game ya Simba na Yanga nitakuwekea hapa. Usikae mbali, kaa karibu na Wina Media kuendelea kupata taarifa.